Unaweza kuona Esma Patam alivyoweza kumnyanyavua bibi Zuchu na kumwambia kwamba kila kitu ambacho kilichoweza kutokea katika maisha yake yeye pamoja na Diamond Platnumz anatakiwa kusahau, kwa sababu hakuna kipya na kila kitu kimeweza kuwekwa bayana, na kila mambo ambayo yaliyoweza kubainika yaliweza kufichwa kwa muda mrefu, na leo hii ameweza kubainika, na kila mtu anatamani kuweza kuhakikisha maisha yake yanakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora. Cha kwanza, Esma aliweza kumwambia Zuchu kwamba wewe sio mke bora kwa bwana mkubwa Diamond Platnumz, na pia ulifuata pesa tu kwa kaka yangu, haukuwa na mapenzi ya dhati. Tunaelewa hilo kama familia, lakini kibaya zaidi ulitaka kuicontrol familia yetu na kuifanya kama ndiyo familia yako. Sisi kama familia tulishaweza kuligundua, na ndio maana kuna wakati unaweza ukatuona tuna roho mbaya, lakini hapana, roho mbaya hiyo ulisababisha wewe mwenyewe kutokana na kutuheshimu sisi na kutaka kutuendesha kwenye kila hatua ya maisha ambayo tunayopiga. Sisi ni familia ambayo tunajielewa na kujitambua pia, hivyo ni vyema ukachukua nafasi nzuri ya wewe kuweza kutafakari kila kitu ambacho kinachoendelea, kwa sababu kila mtu anaamini kwenye kile ambacho anachokiamini, lakini wewe hukutaka kabisa kuweza kuelewa juu ya maisha yetu sisi binafsi. Uliamua kuweza kujichukulia sheria mkononi na kujifanya wewe ndiyo mama mjengo. Sisi kama familia hatukutaka kabisa kuweza kuliongelea hilo, lakini tuliamua kuweza kukaa chini na kuweza kudadavua namna ambavyo mambo yalivyo, na leo hii tumeweza kugundua kwamba wewe ni moja kati ya mwanamke ambaye huna shukrani wala huna utu, na leo hii tumeweza kuliona na tumeweza kuliongelea hili, na tumetambua wewe ni mwanamke ambaye ni mbinafsi, unataka mali zote ziwe zako. Hivyo kwa hiki ambacho kinachoendelea utatusamee, maana tuna mambo mengi ya kuweza kufanya, na watu wengi wanatamani sana kuweza kujua kila kitu ambacho unachokitenda kwa wakati huo. Bwana, mambo ndo kama hivyo. Mimi naomba nikusihi, kama ndo mara ya kwanza, usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.